Baba, mimi nimekuja kuomba mawaidha kwako. Manake nataka kupeleka hii kazi ya Mungu mbele. Nifundishe baba. Unajua kazi ya Mungu mbele, msaada wa kwanza ni Roho Mtakatifu. Amen. Tunahitaji Roho Mtakatifu aweze kutuongoza. Yes. Yeye ndio msaada. Yes. Na kanisa la Bwana haliwezi likafanya kazi bila Roho Mtakatifu. Amen. Na huu wakati tulionao ni wakati wa Roho Mtakatifu. Amen. Kwa sababu we believe in God the Father, the Son and the Holy Spirit. Yes. Hata kupitia Holy Spirit ndio tunakuja kupata the nine gift of the Spirit. Amen. Ambapo ziko karama zile ngapi? 9. 9. Na kuna tofauti kati ya karama pamoja na huduma. Sure. Huduma ni kitu kingine. Hii fivefold ministry. Yes. Wengine ni mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Zile ni huduma. Yes. Ni ofisi zile. Yes. Lakini hizi ofisi ili ziweze kuonekana na nguvu zaidi, lazima ziwe na gift of the Spirit. Amen. Zile zinakwenda. Lakini tukiacha hapo panakuwa parefu zaidi. Lazima uelewe wito ambao Mungu aliokuitia. Amen. Utakapouelewa wito ambao Mungu amekuitia, yes, unasimama mahala katika wito wako. Amen. And then be yourself. Yes. Don't try to be like somebody else. Sure, yeah. Kwa sababu wewe kama utahubiri kama fulani, utatembea kama fulani, utaimba kama fulani, there is no need for you to be there. Kwa sababu ni confusion. Sure. Kwa sababu ulicho nacho ndicho anacho yule. Na mwisho wake Mungu ataamua kumuua mmoja wapo ili abaki mmoja, kwa sababu huwa hapendi zile photocopy kuwepo. Yeah. Lakini in order sisi kuendelea kuwepo, we must have a unique ministry. Yes. And you cannot have a unique ministry unless you understand your call. Yes. Umenielewa bana? Yaani uelewe wito wako. Yes. Na uweze kuelewa kusudi ambalo Mungu alilokupa. Yes. Ili akupatie manifestation. Amen. Umenielewa mbona ni mwangu? Sasa unakuta ya kwamba kuna doctrine. Kuna doctrine, alafu kuna vision. Yes. Na kuna revelation. Amen. Sasa kwenye doctrine there's no problem. We are going to Bible school. Tunajaribu kutafuta masomo yaliyo mazuri. Yes. Ambao kuipata ile elimu. Na hata kama mtu hajafika Bible school, inabidi awe under somebody ambaye atakayemsaidia kumpatia doctrine. Yes. Kama vile wanafunzi wa Yesu Kristo walivyokuwa karibu na Yesu for good 3 years. Yes. Na wakaweza kuipata doctrine original from above. Amen. Hiyo ni very important. Yes. Na doctrine ikiwa nzuri. Yes. Alafu na ukawa na vision. Yes. Vision ndio hii kazi ambayo unayofanya, mipango au ndoto ya mambo makubwa ulionayo. Yes. Alafu ukiingiza manifestation. Yes. Come on. Hallelujah. Ukiingiza manifestation kunakuwa na kitu kikubwa sana. Kuna kitu kikubwa sana kinatokea. Yes. Ya manifestation. Sasa hata hii unaona confusion za watumishi mbalimbali, kuto wakati mwingine kuelewana na nini. Sio kwamba wanachukiana. Hapana. Wanazidiana kwenye manifestation. Yaani anaona huyu jamaa mbona manifestation udhihirisho huu ni mkubwa na nini, ndio hapo anapooneana wivu. Yes. Lakini mimi ninachojua kila mtu anapewa udhihirisho wake. Amen. Manifestation. Sasa ile manifestation lazima ifanye nini? Iwepo. Iwepo. Na ile itakuwepo tu utakapokuwa umekaa pamoja na Mungu na ukatulia pamoja na Mungu vizuri. Mungu atakupa revelation, na zile revelation sasa zitakwenda na manifestation. Na ndipo hapo ministry yako itakapokuwa unique. Kuna wakati nimeangalia kwa muda fulani, kama ni roho ya uponyaji na kutoa pepo inakuwa ndio nyingi sana. Alafu all of a sudden inarudi chini. Sijafanya dhambi, sijakosana na mtu, sijashika uganga, uchawi, kuna mambo baya nimefanya. Kisha baadaye unakuta nimeshift kutoka kwa prophetic, kutabiri sana, nimeingia kwa mafundisho. Watu wakija kanisani wakitarajia prophetic ministering, wanakuta nimeshika Bible, ninafundisha sana. Tena kuna wakati naingia kwa madhabahu nasikia hapana, leo ni siku ya kutoa unabii. Hata nikisoma Bible nijaribu kutafuta vipengele za kufundisha watu, ninaona sipati. Lakini wakati naingia kwa ministry, ninaona nimeanza kuguza mmoja pale. Ni nini huwa kinaendelea papo hapo? Ndio kunakuwa na change of
Kwanza nafikiri ujue wito ulioitiwa. Na baada ya kujua wito ulioitiwa unasimama jinsi ulivyo. Nimezungumza vitu vitatu, kuna doctrine, vision and revelation. Unaona? Sasa hapa kitu unachonieleza hapa sasa hivi unaweza masuala ya revelations. Amen. Unasema masuala nini? Ya revelation. Lakini doctrine ni kwamba unakuwa na mafundisho yaliyokolea munyu ambayo yanafuatwa na nasikiliza. Na unapokuwa unafundisha doctrine sio lazima udhihirisho uweze kutokea. Hapana. Ndio maana unakuta katika hizi huduma 5, mitume, manabii, wachungaji, walimu na kadhalika. Unaona? Unaweza kukuta mwalimu haonekani sana na manifestation. Unaona? Kwa sababu yeye amekaa zaidi kwenye kufundisha. Kwa sababu hata mtume ili aweze kufanya kazi vizuri lazima afundishwe na mwalimu. Kabisa. Na mchungaji afanye kazi vizuri lazima afundishwe na mwalimu. Yaani huyu mwalimu ni ofisi ambayo ina uwezo wa hali ya juu sana wa kutoa maelekezo ili kufanikisha hizi ofisi nyingine kuweza kufanya kazi. Na ndio maana Yesu Kristo aliitwa mwalimu mwema. Na yeye aliacha agizo kwamba go and teach. Nenda mkawafundishe. Umesikia? Watu wangu na kuyashika maagizo yote ndio amuru. Pale ndipo penye foundation. Kwa hiyo huduma ya walimu ni huduma iko very important. Ingawaje huwa mara nyingi hainaga udhihirisho mwingi. Hainaga, kwa sababu huduma walimu, mfano hata kama mtu ametenda dhambi, mwalimu hawezi kuhukumu kuna pepo limeingia. Yeye anasema ni lack of knowledge. They need to be taught. Alafu mambo mengine yataendelea vizuri. Lakini mwinjilisti anasema kwamba kuna pepo la uzinzi limeingia. Ili roho chafu ya uchawi na nini likemewe. Sasa ile ndio tofauti ya sifa ya mwalimu na mwinjilisti. Mwalimu anacheza sana na brain. Anacheza sana na brain because we need one another. Sasa ile unapoona mfano unaposema kwamba wakati mwingine unafika unasikia kama leo nitabirie tu watu au leo nifundishe watu, hapana. Hiyo inakwenda those who are led by the Spirit, they are my children. Sasa hiyo ni kwamba umeongozwa tu na Roho kutokana na hitaji la watu lililopo. Lakini kwa wakati huo. Lakini kitu ambacho mimi ninachotaka pamoja na kuongozwa na Roho, lazima utenge muda wako wa Bible study. Unafahamu when you are loaded. Umenielewa? Ni kwamba hata kama Roho akiingia utatoa vile vitu, kishamaliza unarudi kwenye situation, unaendelea vizuri. Na sio kusema kwamba ukiona kwamba hakuna kitu kimetokea umetenda dhambi, hapana. Usipende kujihukumu. Mungu huwa anafanya kazi kama jinsi anavyotaka yeye. Alafu vile haina maana ukitumika na miujiza you are holy. Sije umenielewa bwana? God can use anybody. Wengi usionasema anasema bwana, wengine watasema tulitoa pepo, wengine wasema tuliimba, Yesu anasema siwajui mimi. Kwa sababu holiness na kazi ni vitu vile nini? Tofauti. Kuna watu wanafanya kazi ya Mungu leo na wameponya wagonjwa na kutoa mapepo na watakwenda jehanamu. Kwa sababu unatakiwa ni holiness. Na holiness ile kuwa nayo, you need to bear the fruit of the Spirit. Yani ukiwa na tunda la Roho, tunda la Roho kama vile inaandikwa kwenye Galatians chapter 5 verse 2 and 23. Chapter 5 22 and 23. Unakuta kwamba ukibear the fruit of the Spirit, heaven is yours. Ila unaweza ukawa na matunda ya Roho lakini bado usitumike na manifestation. Matunda ya Roho ni safari ya kwenda mbinguni. Manifestation ni nine gift of the Spirit. Sasa ile kutumika is not an issue. It's not an issue. Usije ukajihukumu kusema kwamba bana naona nguvu za Mungu hazionekani, nimetenda dhambi kama Samsoni. Hapana. Yeye vile. Ingawaje inaweza ikawa vile ikachangia kitu kama hicho. Kwa sababu kinachosumbua ni ile consciousness. Guilt consciousness inamnyang'anya mtu confidence. Ni mfano mtu akifanya kosa alafu moyo ukiwa guilty, kuna vitu vingi kwa sababu ile guilt consciousness. Utakuta yeye mwenyewe anayumba, but it's not God. Na Mungu vile anaweza akatumia mtu wa aina nini yeyote. Unakumbuka habari ile jamaa alikuwa blind.
Yeah. Alafu Yesu akamfungua macho yake kwa kumpaka nini? Tope la mate, alafu na akapona. Alafu yule mtu akaulizwa na watu, maana yule ni mtu mwenye dhambi, mpe Mungu utukufu. Na yeye akasema kama ni mwenye dhambi sijawahi kusikia mwenye dhambi akatenda matendo makubwa kama nini. Unaona? Sasa andiko lile watu wamelitumia vibaya, wakizani Mungu hawezi kumtubia mwenye dhambi. Kumbuka yule bwana aliokoka, aliombewa kama saa 3 asubuhi. Alafu saa 9 jioni anaanza kufundisha Bible study wakati yeye mwenyewe hajapata mafundisho. Alikuwa bado mchanga sana. Alikuwa young. Kuweza kuyapambanua yale maandiko ilikuwa si rahisi. Lakini God can use anybody. Na ndio maana anasema kwamba wengine watasema tulitoa pepo tufanye nini, lakini mimi siwajui. Hivyo mimi natoa ushauri kwa watumishi wote, hata kama unatumika na signs and wonders na mambo fulani, maintain holiness to make heaven. Amen. Wewe umehubiri sana Kenya, tuseme East Africa yote na beyond. Mashauri magani unaweza kupea upcoming preachers? Kitu kimoja is to be faithful unto God. Amen. Hakuna jambo jipya ambalo unaweza kuzungumza out of the Bible. Ni kama jinsi ambavyo unaweza kukuta kwamba Musa alipokuwa anaondoka, alafu Mungu akawa anamwambia nani? Joshua, kizazi kipya. Neno hili la Taurati lisiondoke kinywani mwako. Usiangalie kushoto wala kulia. Ukaliishi jinsi lilivyo, ndipo utakapofanikiwa sana. Lile neno bado lina value. For the coming preachers. Ila mimi tu cha kuongezea, nataka wawe wavumilivu. Ahadi ya Mungu itatimia tu. Lakini tuna base kwenye Joshua. Usiangalie kushoto wala kulia. Nenda sawa sawa kama ilivyoandikwa katika Taurati. Na ndivyo utakapofanikisha sana. Na hiyo alisema Mungu mwenyewe. Sasa mimi naongezea tu. Wavumilie hata kama ukiona mambo magumu. Wavumilie kuvuka. Kwa sababu wahubiri wengi hakuna yule ameanza na hera. Majority huanza pasipo chochote. Hata wengine wanaomba chakula, viatu. Kama mimi nikianza injili, viatu zangu zilikuwa zimetoboka chini. Wafahamu tukienda pale kuweka microphone ndio tuhubiri, ninapigwa chini, ninapigwa mikono na electricity. Na wenzangu wakiguza hawapigwi na stima. Nikauliza kwani hizi stima zinanionea ziko na pepo? Kumbe ni kiatu. Kumbe mguu yangu, mwili yangu ndio ardhi. Nimekanyaga chini, mimi ni ardhi ya stima inanipiga. What do you do kwa wahubiri kama wale tuseme wengine wamekuja chini yako? Na wanatamani kuhubiri ile injili, hana hela. How do you support them all? Ni neno gani la kihekima unaweza kuwasaidia katika injili? Sababu wengine si lazima uwape hela, labda mawaidha yatosha endelee mbele. Ile swali liko very tricky, lakini nitalijibu kwa sehemu kidogo. Kwanza ni lazima huyo mtumishi au huyo mtu wa Mungu aelewe ameitwa kufanya nini. Akisimama kwenye wito na yale maono alionayo, Mungu atayatimiza. Kwa sababu wherever vision is, provision is available. Huwezi kupata provision without a vision. Sasa pale kitu kinachotakiwa yeye ni kuwa tu na uvumilivu. Mungu atafungua njia. Na mara nyingi inatesa zaidi kwa wale walio ameoa. Unakuta mtu ana watoto. Alafu anakwenda sehemu fulani kuanza kazi. Na unakuta alikuwa kwa watoto hawajaweka kadi vizuri. Hali inakuwa ni nini? Ni ngumu sana. Lakini ninachojua Mungu siku zote mwaminifu. Ataleta kunguru. Kama watu watakaa vema. Ila kwa wale ambao mfano kama level zetu sisi, ambazo tunajua tumepita kwenye magumu na shida, na huyu anaanza kazi ile wewe, ni rahisi na sisi tujaribu tuwape support ya kujikimu ili wainuke, kwa sababu kwa vyovyote vile hata kama mimi sitampa support, Mungu atamuinua tu. It is better for me to join the grace of God by supporting him. That's very wise. Kwa sababu kuinuka atainuka tu as long ameitwa na Mungu. Challenge huwa zinakuwepo. Hakuna kile kitamzuilia kuendelea mbele.
kama maono alionao na wito umetoka kwa Mungu. Hakuna. Kwa hivyo afadhali tu mapema uchangie kusaidia kumsupport ili kuweka nawe record. Kwa sababu kama ni Mungu amemwita, atapenya tu. Hata kama mimi sintamsaidia, Mungu ataleta kunguru, atachomoka tu. Alafu itakuja kuniumiza mimi in future. Kwa nini sikuweka mkono wangu? Unaona? Kwa nini mimi nataka kukwambia kila mtumishi aliyoitwa stick na ile call. Ile call inakwenda kusimama na yeye. Amen. Kwa wakati huu tu. Ila wako wengine wanaipata neema nzuri. Unaweza kukuta kwa sababu wanakuwa karibu na wazazi wao wa kiroho. Na wale wazazi wa kiroho wanaitambua ile huduma. They get a good support. Amen. Wengine wanapewa PA system, wengine wanapewa uwanja wa kuhubiria, wengine daily chakula mpaka wainuke. Hiyo that is another grace. Mungu anaita watu katika njia tofauti. But the big number I can say 80% wanaanza from scratch. Amen. Lakini hata huyu anaanza from scratch asife moyo. As long hapo. Hata kama atapata support kwa wana wa Mungu, Mungu ataleta kunguru. Atampea kunguru. Kuna andiko moja linanipa faraja ambalo mimi ndio nilikuwa nimelitumia. Mimi sikuwa na support. Kabisa. Wewe umetoka nimeanza from scratch. Kwa sababu hata wazazi wangu hakuna ile line ya kuonyesha kuna mtumishi uko mbele. Kwa sababu kuna wengine unakuta kwamba unaingia kwenye utumishi, baba pengine alikuwa mtumishi, babu au nani. Lakini mimi hiyo line haikuepo. Ulianza tu. Haikuwepo hii line ya nyuma, kuna waganga na wachawi tu. Hapo ndio unaanza. Kwa lile supporting it was very hard. Kuanza from scratch. From scratch. Ndio maana nasema kwamba ukisimama kwenye call utainuka tu. Na pamoja hata kama watu watazuia, lakini Mungu atainua kunguru ili kulitimiza lile neno. Msibebe nguo mbili, fedha wala dhahabu. Badala ya kubeba nguo mbili au fedha, unabeba anointing. Alafu kishabeba ile anointing unatafuta wagonjwa. Ukiinua kilema tu umepata mahali pa kulala. Yaani kuna kila njia za kufungua. Na mimi nataka niwashauri hawa watumishi wote wanaoinuka. Hivyo ambao hawana support, walilai kwenye gift. Wakishapata gift zile watapata pa kulala. Wagonjwa wako wengi sana duniani. Wanaponya. Ukikutana na bubu tu ukishamfungua tu umepata pa kukaa. Umepata njia. Ukimfungua mtu masikio tu unapewa gari. Unasonga mbele. Sasa hao wakimbilie kwenye gift na Mungu ataleta kunguru. Hakuna kurumiana. Hakuna. Nikwambia tu pole mtumishi. No. Hakuna. Hakuna mambo ya kurumiana. Ndio maana Ayubu alimkatalia mke wake. Mkufuru Mungu ufe, ondoka hapa. Mimi pamoja na mwili. Mtetezi wangu yuko nini? Usiwe kama wanawake wajinga huko. Hakuna kurumia mtumishi wa Mungu hata kama anapita kwenye hardship. Mungu aliyemwita atamchomoa watu. Amen. Na kusukuma pia COVID-19 imegonga dunia mzima. Everywhere. Kenya tumekaa kwa manyumba, tumeambiwa keep safe, stay at home. America wapi ng'ambo, everywhere. Lakini nchi yenu Tanzania, mara tu tumesikia hakuna corona. Magufuli tumemwona milimani anaomba Mungu. Yawezekana kanisa la Tanzania, wewe ukiwa mmoja wa wale viongozi ambao wanaheshimika na labda wanampa rais wa Jamhuri ya Tanzania mashauri, mlichangia vipi je kukawa Tanzania hakuna corona? Hiyo swali ni very interesting. Nafahamu hili swala la corona lina marefu mengi sana. Na nisingelipenda kuliingilia sana kwenye upande kama wa watawala. Lakini labda nizungumzie kwa upande wa kanisa. Upande wa nini? Wa kanisa. Wa kanisa, upande wa kanisa kwa sababu ni mfano. Kuna huu ugonjwa wa malaria. Lakini malaria ukiangalia ina dawa nyingi sana za kutibu. Kuna chloroquine, kuna comaquine, kuna fansida. Yako madawa chungu nini? Hata hapa Kenya tuna mwarubaine. Vitu kama hivyo. Kwenye upande wa watawala wa dunia, iwe ni watawala wa Afrika au watawala wa Amerika uko Ulaya nini, wao njia wanazozitumia I can send you kama hivyo, kuna chloroquine, kuna comaquine, kuna mwarubaini na kadhalika. Lakini nisingelipenda sana kuzungumzia upande wa nini wa watawala. Labda nizungumzie upande wa kanisa.
mahali tunaingia kwa imani. Sisi tuzungumzie watu wa nini? Wa kanisa. Matukio kama haya yanapotokea, matukio kama haya inabidi turudi ndani ya Bible. Kuangalia Bible inasema nini? Ndio maana watumishi wa Mungu tunatakiwa, kuna wale tunaita wanazuoni. Yani wale ambao wamebobea katika maandiko. Kwa maana hakuna kitu kinachotokea duniani ambacho Mungu hajakiandika. Sio unanielewa? Ni kama vile sisi tumezoea kuhubiri baraka. Ukikubali na kutii utakula mema na nchi, utabarikiwa mjini na mashambani. Hiyo Deuteronomy 28 from verse 1. Lakini ukisoma kwa verse 15 inasema kwamba hivi, usipokubali na kutii na kufuata maagizo haya yote, utalaaniwa mjini, utalaaniwa mashambani. Alafu akasema na magonjwa mazito hayapati kupoa. Lakini yale magonjwa mazito hayajawa mention kama ni malaria au nini. Nafikiri huko ndani ndio ile kuna COVID-19. Akikasirika na nyinyi anaachilia COVID-19. Anaachia. Sasa hiyo COVID-19 unaipa wewe. Ni sisi ndio tunasema hii COVID-19 kwa sababu ilitokea kipindi fulani ama ni virus 2019. Ni sisi tuna name. Lakini Mungu anajua kwamba ni moja ya gonjwa zito ambalo limeisumbua nini? Dunia. Kwa hivyo wewe kwa upande wako haujaona hii coronavirus kama negative. Mimi inaweza kuwa ni positive, Mungu akiwarn. Mimi ninachojua kwamba nothing can happen in this world in vain. Katika kila jambo ambalo linalotokea hapa duniani Mungu anakuwa ameruhusu. Na mfano nikizungumzia kwa upande wa kanisa lilipata mtikisiko. Inawezekana na sisi maaskofu tulikuwa tunaambiwa tukae standby. Maana sababu tulishafika tumechukua kama tumekaa makanisani kama miungu watu. Lord. Like that's during this moment. Kila mmoja amemtafuta Mungu kwa jinsi nini? Kwa jinsi yake sasa. Umeelewa bwana? Kama Ayubu alimtafuta kwa jinsi yake. Ukiangalia nani na Yeremia kwa jinsi yake. Kitu kama hicho. Lakini ninachojua Mungu ameshusha huruma. Kwa sababu hata ukiangalia mpaka dakika hii World Health Organization hawajasema dawa ni nini. Hawana. Unaona bwana? Ila ile nature ndio imetusaidia. Jua linavotoka na kila kitu, baridi, joto hivi na hivi. Alafu wewe unahakikisha kabisa kinga zako za mwili zimekaa vizuri na nini. Yaani tunarudishwa back to the history. Umeelewa bwana? Alafu na ugonjwa wenyewe ni jeuri sana. Na ukiangalia zaidi sana ugonjwa unapiga watu wenye hela, tuna vision kabisa. Hauingii maeneo wale ambao watu very locally. Yaani ulipanda ndege tu namna hii alafu unashuka Nairobi. Ukishuka Nairobi unatafuta maeneo kama Lunda, Kilelesho, wapi. Haujaingia Dandora huko. Haujaingia Dandora. Hauwezi kuingia. Ule unatafuta. Haujaingia Korogosho. Haujaingia Kibiru. Ule unatafuta brain thinker. Yaani yule nani breadwinner in the family. Alafu unatafuta vile watu ambao wenye nguvu katika taifa na matajiri. Hiyo ni research ambayo ndio ifanya mimi. Haujaingia maeneo ambayo ya local people. Hautasikia maskini mwenye analala chini hana chakula ako na corona. Hapana, haiwezi. God is God of mercy. Ile unatafuta na kwa sababu unawagusa wenye majina. Sasa news zinatoka. Trump amegojeka, nani amegojeka. Na ule hauendi. Local people wako wengi sana. Unaona, lakini kwa sababu ndio maana unasikia kutokana na maisha jinsi yanavyoishi. Lakini ugonjwa huu upo. Ila grace ndio inayotusaidia. Umevuka boda ya Kenya ndio ingie, utoke Tanzania ndio ingie Kenya. Wewe umeshapimwa? Nimepima. Nimepima. Kwa sababu uwezo ukavuka mpaka bila kutest. Kwa hivyo it's one of the requirements ya travelers. Requirement. Kwa Tanzania hamna mtu yote anaruhusiwa kusafiri nje bila ama kuingia. Kuingia, kutoka. Na kuingia sijaelewa zaidi. Lakini hakuna mtu yote ambaye ana hold Tanzanian passport anakwenda nje bila kupima COVID-19. Otherwise immigration they won't stamp you out. Hawatakubali utoke. Very serious. Hawatakubali utoke. Very serious. Hawatakubali. Lazima upate ile paper. Na lazima upime alafu upate majibu after 72 hours. Within 72 hours. Na ukisha pima after 72 hours ndio majibu result yako. Ni kumaanisha Tanzania hamchezi na huo ugonjwa.
pamoja na kwamba na watu wanaendelea na shughuli zao kama kawaida, lakini precautions zimechukuliwa katika maeneo mengi. Wewe kama kiongozi wa kanisa ambalo liko na branches zaidi ya 1,200, mumeadhirika kivipi kwa upande wa response ya watu kanisani, ama maybe economy kupunguka, ama hivyo mambo kama biashara? How have you been affected by the COVID-19? COVID-19 financially, kibiashara imeadhiri kidogo. Kwa sababu hata kama unao uhuru, utamuuzia nani biashara wakati wenzako wamefungwa? Hawezi. Kwa ile biashara ilipungua, na vile vile kuna vitu vingi, na biashara inapopungua hata income ya kanisa nao inafanya nini? Inashuka. Yes. Alafu hiyo nilikuja nikaiona, alafu na wazee wako above age. Yes. Nao wengine walikuwa kidogo waliogopa, walikuwa hawapendi kuattend zaidi kwenye mkusanyiko kwa kufia age zao, kwa sababu ile ilikuwa ni karibu. Lakini sio sana, lakini mambo mengine yanaendelea kama kawaida. Kuna uvumi kwamba sasa taifa tofauti, different nations, wanatafuta vaccine ya coronavirus, na Wakristo hasa niseme hapa Kenya wamewekwa ile imani kwamba hii vaccine inakuja imeandamana na namba ile ilitabiliwa ya shetani, ndio mnasajiliwa ile 666, ile 66, maandalizi ya 666, maandalizi ya 666. All is your take as a clergy and a very senior clergy the whole world. Sipingi mawazo ambayo baadhi ya Wakristo na wahubiri wanayahubiri, lakini mawazo hayo ni mepesi mno. They're too light. Too light. Ni mawazo mepesi sana ambayo yamejaa uoga na hofu. Uoga na hofu. Kwa sababu kama kuja Antichrist, whether we like it or not, Antichrist atakuja. Na kama number 66, hiyo number 66 itakuja. Ninachotaka kanisa badala ya kuconcentrate na mambo ya vaccine na number 666, waishi kwenye utakatifu to get ready for it. Lakini kuanza kusema sijui hivi na hivi, sijui hiyo maana yake hii hatutaki. You cannot stop actual God's timing. Na kwa nini uogope? Labda hujui kana kwamba hiyo utasajiliwa uende kwa shetani. No. Mimi ninachojua kwamba namba 666 haiwezi ikatokea mpaka rapture take place. Amen. Ndio maana huwa napenda kuambia hata wahubiri, it is not good to rush to comment something if you don't know. Something you don't know, wewe endelea tu kemea mapepo haya kishatoka basi. Lakini wewe ukaingiza hofu no. Na science wanasema kwamba siku za mwisho science ita increase. Unaona? Na hakuna mtu yoyote anaweza akazuia prophetic neno la kinabii ambalo Mungu alikwisha litoa. Kama Antichrist kuja, atakuja tu. Na namba 66 zitakuja tu. Kama hizi vaccine ndio njia yenyewe, bado zitaendelea. Lakini ninachojua ile namba 66 haitakuwa chip ya kuweka kwenye mwili. Itapigwa kwenye kipaji cha nini? Cha uso na mkono. Sasa why are you worried? Amen. Yaani hii ni kupeana hofu. Ndio maana tunataka theologians waendelee kusoma, to dig in. Hapo ndipo unapoona tofauti sasa kati ya prophet na teacher. Basi tuombe. Umeelewa baba? Nakuelewa baba. Tusiwe na wasiwasi na vitu kama hivyo. Usihubiri kitu ambacho ukijui. Tutaonekana watu wapuzi sana, hatuna akili. Kusajiliwa kwa namba ya beast hakutakuja mpaka Yesu kwanza aje. Rapture lazima. Na hivi vitu vingine huwezi. Sasa wewe kama utaki hivi vitu vingine ndani, why don't you pray to God so that God can kill you before that vaccine? Because to live is Christ and to die is gain.
Mwambie tu Mungu, naomba unichukue, I don't want this chip. Yes. Ni hofu ambazo watu wamepeana. Nimeona kwenye mitandao wakijaribu kuzungumza hiki na hiki, but you can't stop. Na Mungu anasema kwamba kwa mtini jifunzeni. Mtini ni taifa la Israel. Mambo yanavyokwenda hivi na hivi. Amen. Hii bana, ugonjwa upo na tutaendelea kuishi nao. Amen. Tutaendelea kuishi nini? Kuishi nao kama tunavyoishi na malaria, kama tunavyoishi na vitu vingine. Lakini tunajua kwamba dawa zake zitapatikana. Lakini upande wa COVID ni kuhakikisha kwamba you are very strong. Immune, kinga zako za mwili zimekaa vizuri sana. Alafu watu wengi sana wamekufa na hofu. Fear alone. Fear. Si unaelewa, hata kuku kimshtua, ukimkimbiza kayo anajisaidia hapo. Anakunya hapo. Sasa ndivyo ilivyo. Hii watu imesumbua sana. Okay. Alafu ukiona anayezungumza ni dokta mkuu wa maabara laboratory hivi na hivi, anasema vaccine hivi na hivi. Sasa tumekuwa brainwashed na wasomi. Umenielewa bwana? Nakuelewa. Sasa sisi tufuate sheria zilivyo. Na hii kujisanitize, umenielewa, ni kitu cha kawaida. Huwezi kula bila kunawa. Sasa watu walikuwa wanakula maandazi bila kunawa. Hii kujisanitize ni usafi ambao Mungu anataka. Au kwenda kwenye Mungu alikuwa anasema hata unapokwenda kujisaidia, nenda na kijembe ili kujisaidia, unafunika, maana Mungu anatembelea misitu. Walikuwa na choo kizuri. Na hii mambo ya kuosha mikono na nini, tusioshe kwa sababu ya corona, tuoshe kwa sababu ya usafi. Unaona, kwa sababu hata usiposhe mikono yako unaweza usipatwe na corona, lakini ukapatwa na typhoid kabisa. Unaona, alafu watu wavae viatu kwa sababu itakusaidia kuzuia tetanus. Umenielewa? Kabisa. Ni vitu vingi tu, ni vitu vya kawaida. Niliona hygiene ya kawaida. Ndio nasema kwamba watu tumwangalie Mungu. Amen. Tufuate sheria za afya zinazosema, lakini tusiingize hofu kubwa sana. Tufuate masharti. Sasa daddy niombe. Pray for me. Baba Mungu, ninalibariki jina lako kwa ajili ya mtumishi wako. Nasema asante kwa ajili ya nabii ambao ulimuita katika kizazi hiki kwa wakati huu na kwa kusudi lako. Ninaomba ukambariki mwanao, ukamlinde, ukamtunza, kuhifadhi. Wito ambao Mungu uliomuitia, basi Mungu akaone utimilifu wake. Ukamjaze mwanao wisdom, knowledge and understanding. Favor and grace ikasimama juu ya mtumishi wako na usimfungie katika jambo lote. Kila atakalotamka likapate kuwa na atakalogusa likapate kutokea. Katika jina la Kristo. Amen. Asante. Kuja uombewe na mtumishi, ndio maana ulikuja hapa. Baba Mungu wa majeshi, ninabariki jina lako kwa ajili ya mtumishi wako. Ninaomba kumbariki na kumtunza. Neema yako na wisdom ikapate kwa ajili yako na kila atakalotamka likapate kuwa. Ninaomba mkono kwenye nguvu ukapate kusoma mtumishi wako, ukaangalia haja ya moyo wake, ukambariki na ukaitimilize. Katika jina la Kristo nauliza outstanding favor and grace to be upon your son. Amen. You are blessed.